Kuhusu tukio la siku ya leo, nilikuwa nyumbani kwangu, nilipewa taarifa na wanafunzi waliokuwa wanaogelea hapa mtoni kwamba kuna mwenzao amezama ndani ya maji. Basi nikaamua kuondoka kuja kwenye tukio. Nilipofika nikaingia ndani ya maji kuzamia ndio nikamtafuta na wanafunzi wakaja pale, tukaungana kwa pamoja, tukamkuta ile binti aliyepata umauti, tukamtoa. Chanzo walikuwa wanaogelea wanafunzi hao wenyewe. Mara kwa mara huwa wanakuja kuogelea pale. Ni leo tu bahati mbaya imetokea huyu mwenzao akazamia. Wito wangu ni kwamba wanafunzi, watoto wote wa shule wasiwe na tabia kuja kuchezea maji, na maji ni hatari, yanaua. Unaitwa mto Manchira, mkondo wa kutoka kwenye bwawa la Manchira. Kwa majina naitwa Garea Muremi Mtoni, ni mkazi wa Miseke. Tumekuja kwenye tukio la mwanafunzi. Huu mto umekuwa changamoto sana kwa wanafunzi sasa hivi. Maji yakijaa wanapata shida sana kwenda shule. Tulipata taarifa tukiwa sentani hapo juu. Kwa hiyo tuliochukua tumekuja kumuokoa huyo mtoto. Watoto walikuwa takriban kama 9 hivi. Wale wengine walipona, ila mmoja ndio amezurika. Yaani hapa kwenye maji hapa, labda wazazi tu hapa watoto ushauri wasichezee maji. Ila kikubwa tu niombe serikali iweze kutengenezea daraja hapa katikati. Huu mto unaunganisha wanafunzi wa Miseke kuja kwenye shule ya Bwitengi. Na asoma mara ya kwanza kuua. Imeshaua karibia wanafunzi 3, huu mto mmoja. Changamoto ni maji hayo. Jina langu naitwa Makistafa Goshasheria. Ni mkazi wa kata ya Manchira, kijiji cha Bwitengi. Kwa leo nimeshuhudia tukio ambalo limetokea hapa la binti yetu, lakini mtoto huyu ni mtoto wa darasa la form 2 shule ya sekondari ya Ikoma. Kwa hiyo tukio hili lilotokea, pamoja na kwamba ni watoto walikuwa wanavuka mto, kuna shida. Shule hii inahitaji tupate daraja hapa ama kivuko kitakachowezesha watoto wetu kuja shuleni vizuri, ili kuepuka matukio kama haya ambayo yanatokea kila siku. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie na wadau wote ili kuepusha vifo vya watoto wetu, maana hii sio tukio la kwanza kutokea. Kwa hiyo tunaomba ndugu zangu, mnapotusikia nafasi yoyote, mtu yote ana nafasi, viongozi, wadau, mtusaidie. Tumempoteza mtoto wetu ni umri mbaya hata bado kabisa. Kwa majina naitwa Happiness Watego Muita, ni mkazi wa Bwitengi. Nimepokea kwa masikitiko sana huu msiba, na si kama wananchi wa Bwitengi tunaomba watutengenezee daraja. Daraja ndio lipo lakini limeharibika. Hili swala limenikuta nikiwa pia tulikuwa tumealika mkutano wa hadhara, pia ndo limenikutia pale nikiwa tulikuwa kwenye mkutano, ndo nimepigiwa simu. Nasikitika kupokea taarifa ya mdogo wangu, kipenzi changu kuondokewa. Ilishatokea sio leo tu, ila kila mtu, yani hii ajali inatokea na sababu za mtu. Hawa walikuwa wanaogelea watoto wetu, wadogo zetu. Alitoroka shuleni akaja kuogelea. Sasa ndio hiyo ajali iliyomtokea. Inasikitisha na inauma sana. Naitwa Rafael Malele, mwenyekiti wa kijiji cha Bwitengi. Na ilikuwa mida ya saa 7 wakati nikiwa kwenye mkutano wangu wa kijiji, nipigiwa simu na headmistress kwamba kuna mwanafunzi amedumbukia mtoni. Na mimi niliahirisha ule mkutano, nikafika kwenye eneo la tukio. Na nilivyokuja ni kweli nilikuta wananchi wengine wamekwisha mtoa kwenye maji. Wamemweka pembeni mwanafunzi wa kidato cha 2 ambaye anaitwa kwa majina yake matatu, anaitwa Rudia Michael Machaba. Ana umri wa miaka inakadiriwa miaka 14. Huo mto ni mto Manchira unaotenganisha kijiji cha Bwitengi na kijiji cha Miseke. Endapo kama kutakuwepo na shule mfano ya sekondari nyingine ikawepo Miseke, itakuwa imepunguza adha hii ya watoto wanaoipata wakati wanavuka kuja kusoma shule ya sekondari Ikoma. Kwa hiyo tunaiomba serikali ikiwezekana wasaidie wanafunzi wanaotoka shule ya sekondari, kijiji cha Miseke kuja kusoma Ikoma sekondari ili wapate shule yao. Cha kuasisitiza ni kwamba ninaomba wazazi wote wa maeneo yote, kijiji cha Bwitengi na kijiji cha Miseke, waendelee kukaa na watoto wao kwa ajili ya kuwashauri kwamba kwenye maeneo haya ya mto sio maeneo rafiki.
ili watoto wale watambue. Nimepokea taarifa hii kwa masikitiko makubwa, maana kijana huyu aliyopoteza uhai wake katika mto Manchila ni kijana mdogo. Hapa ana umri wa miaka 14, anasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Manchila. Niseme tu kwa ufupi, nitoe wito kwa wazazi tukadumishe malezi bora kwa watoto wetu, maana kitendo kilichotokea ni mtoto kutoroka shule wakati masomo yanaendelea na kuja hapo. Kwa hiyo inaonekana pia hata malezi na nyumbani anapotoka hakuna mkazo wa elimu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi tuangalie swali. Lakini jambo jingine nilikuwa nataka nitoe wito kwa jamii ya Manchila, hata pia ya wilaya Serengeti na hata pia serikali kwa ujumla. Sasa ni wakati umefika mwafaka wa kujenga shule ya sekondari Miseke. Kwa hiyo nadhani swala hili wana jamii, wana Manchila, ni wakati wetu wa kwenda kuanza kujenga sekondari Miseke ili kupunguza hadha ya watoto wetu wanaovuka mto wakati wa mvua. Maana nadhani pangekuwepo na shule ya sekondari Miseke, hili lisingeweza kutokea.